Tunarudi kwa Sofia. Sofia yuko na Halima na danganya bwana wewe cha kufanya sasa hivi uende kwa Listo, uende uwape taarifa kwamba bwana mimi huku nimekamatwa ili aje atoe msaada. Halima anamwambia nimesikia kuna mwanamke mmoja hivi ametoka Mongolia ndo amekuja huku, huyo mwanamke ni Bara. Akasema Sofia ndo akastuka. Yule amekuja kufanya nini yule mwanamke? Yule mwanamke ni mbaya sana yule. Yeye amekuja huku kufanya nini yule? Kastuka kishezi, lakini kamtuma nenda kamwambia Listo bwana mimi nimemkamatwa huku. Tunaenda kwa huyo Osman kavunja kikao kutokana na zile taarifa alizopewa kuhusu mwanae na kukusanya kodi. Akasema kaachana na hicho kikao. Unaona? Kuacha kikao hapa ndo analetewa taarifa yule mama yule. Anamwambia bwana huku Urugani kashatoroka, hayupo tena gerezani. Ndio analeta taarifa sasa. Unaona? Baada ya hapo wanarudi nyumbani. Wakina Orani wanaanza kujadili na Bara. Bwana huyu mtu wa masharti aliyatoa na unajua kazi yake yule, usipoyatimiza ataleta balaa, inakuaje? Osman akasema wewe msiwe na shaka, hapa hakuna atakayemgusa mwanangu wala atakayeenda kukusanya kodi kuwapelekea wale wadhalimu, au lazima tunakula nao sahani moja. Insaidike sasa yuko huko anawaendesha sasa. Anawaendesha kweli huko kwenye nani? Tunarudi kwa Yusuf bwana yuko na Fatuma wanazungumza kwa sababu ni mchumba wake huyo. Washaelewana. Tuko kwenye Orafila na yeye yuko anazungumza na mtu wake kama kawaida, si unajua, na Osman yuko pale anatafakari jinsi itakavyokuwa. Anazungumza na Bara kuhusu yale maagizo waliopewa, sema bwana sitoyatimiza. Wakina Organ bwana si wameachiwa, wameamua kwenda vijijini kule kwenda kukinukisha, na hii alipanga yule mwanamke yule Insaidike, yule mwanamke mwenye roho mbaya, kwamba nikiwaachia tu mnaenda kukinukisha kijijini ili Osman atii amri. Ili kuwatetea wananchi inabidi atii amri ili wananchi wasife, akubaliane na yale tuliyomwambia. Kwa hiyo Organ anaamua kufanya unyama, anawaua watu, anameua mzee wa kijiji pale, wanachukua moto, wanaamua kuunguza kijiji chote moto, alafu anapeleka salamu kwa Osman kwamba sasa kazi imeanza, usipotii kazi unayo. Salamu zinamfikia Osman anapelekewa salamu kwamba bwana huko kijiji Organ kashaanza matatizo, kijiji kakiunguza na wananchi wote kawaua. Tunaenda kwa Sofia anazidi kupata kichapo mpaka amezimia. Bara haelewi, Bara hanywi hali halali, yeye muda wote tu yuko na Sofia anamtesa. Tunarudi kwa bwana Borani bwana anakuja kutoa majibu hapa kwamba kule kijijini bwana hali ni mbaya. Kwa hiyo kama vipi twenzetu kule wapi kijijini tukavamie. Anaanza kusimulia jinsi ilivyokuwa, jinsi walivyopiga watu na walivyowaibia mali zao, wakachukua na pesa zote. Huku bibi mali alizozikuta kule Kai ndio yuko anajaribu, anavaa mwenyewe anajinoma, anapendeza. Huku bwana Osman baada ya kuambiwa akaamua sasa kusanye kikosi waende kule kwenda kuvamia huko ambako wako wakina Urugani. Basi amefika pale Osman kaanza kupiga mingo zake, kaingia kule, walikuwa wametega mitego. Osman kama kawaida yake uweze kumbabaisha kwa mitego ya Pauline, ameipita ile mitego. Jamaa analeta ujumbe bwana analeta ujumbe kwa Oratuga bwana Osman tayari kashaingilia tayari. Huku Bara anafanya kosa kubwa sana la kumwachia Sofia. Sofia alimdanganya twende nikuonyeshe sehemu Halima hayupo, na yeye akakubali, akaondoka naye kimya. Osman huko na yule mzee wako wanaangalia mitego, wanapita kwenye mitego yao waliokuwa wametega, wanaenda kumvamia Oratuga, na kweli wanafanikiwa kukutana na Oratuga uso kwa uso. Mapanga yanaanza, wanapigana mapanga hao jamaa, pigana mapanga kinoma noma, wanaambiwa wanakinukisha. Osman si unamjua bwana, jeshi dogo lakini ana akili nyingi, unaona, kwa hiyo anaweza kuwadhibiti bwana, anatumia miguvu, akili hawatumii. Huku Bara na Sofia kama kawaida yao bwana